Lengo la kwanza kabisa la kuchambua maandiko ni kujua mwandishi alikuwa amekusudia nini. Mwandishi alipokuwa anaongea, hakuwa anaongea na wewe moja kwa moja. Wewe sio Mkorinto, wewe sio mtu wa Efeso, wewe sio mtu wa Galatia, wewe sio Mgalatia, wala sio mtu wa Filipi. Kama ni hivyo, basi na maana kuna lugha ambayo alikuwa anatumia kwa ajili ya kufikisha huu ujumbe kwao. Kama ni hivyo, basi inabidi tujue alimaanisha nini wakati anasema hivi. Na watu wengi hawajui ya kwamba Biblia na yenyewe ni kitabu cha fasihi. Kina nahau, kina sitiari, metaphor, kina mithali, proverbs, kina chuku, exaggeration, hyperbole. Iko kama ni kama kitabu kingine cha literature ambao tunajifunza shuleni kama tahakiki. Kwa hiyo inahitaji umakini mkubwa sana katika kuchambua. Jambo ambalo Wakristo wengi tumekuwa na changamoto hilo eneo. Tumekuwa tukinyofoa mistari na kutumia nje ya muktadha kusema kile ambacho sisi tunahisi ni sawa. Hataki kujua mwandishi alikusudia nini. Ili mradi tu wewe una mawazo yako unayasema. Na Yesu alikuwa akizungumza na Mafarisayo na Masadukayo sehemu nyingi, akiwaambia mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uweza wa neno. Kwenye Marko 12:24 anawaambia mwapotea kwa sababu hamjui maandiko wala uweza wa Mungu. Kuonyesha ya kwamba usipojua maandiko, usipojua namna ya kuchambua, hautaweza kufika mahali kwenye usalama wa uelewa wako. Hautaweza kutumia vizuri kama ambavyo ilikusudiwa hivyo. Kwa kuna changamoto kubwa mahali kadha wa kadha kwenye utumiaji wetu wa maandiko matakatifu. Unaposoma Mwanzo mpaka Malaki ndio usiseme. Yesu alikaa na wanafunzi, alikaa na Mafarisayo. Mafarisayo wenyewe walikuwa hawaelewi kile ambacho Musa na manabii wameandika. Yesu alikuwa ana correct mara nyingi. Unaona mara nyingi akiwaambia hamkusoma. Ina maana walikuwa wanauliza maswali bila kuelewa. Alipokuwa anawaambia hamkusoma, alikuwa anaonyesha kwamba nyinyi hamkujali namna sahihi ya usomaji. Kwenye Yohana 5:39 anawaambia mwayachunguza maandiko kwa sababu mwadhani ya kwamba ninyi mnao uzima wa milele ndani yake, nayo ndio anayonishuhudia. Mstari wa 40 anasema wala hamtaki kuja kwangu ili mpate uzima. Anawaambia mwayachunguza, lakini mnachunguza vibaya. Kuna wrong way of reading the Bible and interpreting the Bible. Kuna njia ambazo si sawa za kusoma na kufasiri Biblia.